Na karibu tena siku nyingine, tunaendelea na somo letu lile, somo la ujumbe wa malaika watatu katika patakatifu. Tuliona kwamba ili tuweze kupewa muhuri wa Mungu, inatakiwa tuanze kupita kwenye mlango wa patakatifu, mlango wa kuingilia kwenye patakatifu, yaani ua wa nje, lakini pia tupita hatua ile ya madhabahu ya shaba, tuje birika la shaba, tuingie patakatifu, lakini pia tuje tukutane na Yesu katika patakatifu patakatifu. Na haya yote yanawezekana ndani ya muda mchache tu, pale ambapo tunapokuwa tumeamua tu kujikabidhi kwa Yesu, basi hatua hizi zote zinaweza kufanyika kwa dakika tu chache, wala hahitaji miaka mingi, Kwa leo, somo uliopita tuliona kwamba inatakiwa tuwe na Yesu katika patakatifu, lakini pia tuliona vyombo ambavyo vimetajwa katika kitabu kile cha Ibrania sura ya 10 na ile fungu la 19 hadi 20. Tuliona kwamba kulikuwa kuna kopo la mana, kopo la dhahabu ya ile mana. Kwa nini Mungu alitoa agizo kwamba kopo la mana likae patakatifu pa patakatifu? Kwa nini lisikae kwenye ua wa nje, au kwa nini lisikae patakatifu? Kwa nini Mungu alitoa hiyo agizo? Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 16 na lile fungu la 33 na 34, neno la Bwana linasema, basi Musa akamwambia Haruni, twaa kopo, ukatie pishi moja ya hiyo mana ndani yake, uiweke mbele ya Bwana, ilindwe kwa ajili ya vizazi vyenu. Kama vile Bwana alivyomwagiza Musa, ndivyo Bwana alivyoiweka hapo mbele ya ushahidi, ili ilindwe. Kwa hiyo agizo ilitoka kwa Mungu, akadua Musa. Musa akamwambia Haruni kwamba achukue kopo, achukue mana, adumbukize kwenye ile kopo, alafu aende akaiweke kwenye karibu na sanduku la agano, aiweke patakatifu pa patakatifu. Kwa nini Mungu alitoa hilo agizo? Sasa tunapoingia na Yesu katika patakatifu pa patakatifu, kipindi kile au tunaifahamu kwamba ni siku ya upatanisho, ni siku ya upatanisho, ambapo wana wa Israeli walikuwa wanafanyiwa upatanisho wa dhambi zao ambazo waliziungama toka mwanzoni mwa mwaka mpaka mwishoni mwa mwaka. Walikuwa wanafanyiwa upatanisho. Sasa wakati kuhani alikuwa akiwa anaendelea na huduma za patakatifu, huduma hizi zilikuwa zimegawanyika katika sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza ni huduma ambazo zilikuwa zinafanyika kila siku. Lakini pia sasa sehemu ya pili ni zile huduma ambazo zilikuwa zinafanyika kila mwishoni mwa mwaka. Na ilikuwa inafanyika kila tarehe 10 wa mwezi wa 7. Tarehe 10 wa mwezi wa 7 wa kila mwaka ilikuwa ni sikukuu ya upatanisho. Sasa katika sikukuu hii ya upatanisho kuna majukumu ambayo kuhani alikuwa anatakiwa kufanya, lakini pia kuna majukumu ambayo watu waliokuwa wanapatanishwa walikuwa nao wanatakiwa kufanya. Sasa hayo majukumu leo ndo tunayaangalia kwa ufupi, ila naamini yataeleweka. Ukisoma Walawi 23:26, neno la Bwana linasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7 ni siku ya upatanisho. Itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtazitesa nafsi zenu, nanyi mtasogeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Kwa hiyo Mungu alimwambia Musa kwamba inapofika tarehe 10
ya mwezi wa 7 akamwambia kwamba ni siku ya upatanisho. Akamwambia kwamba hiyo ni siku ni takatifu kwenu, ni takatifu kwenu. Akasema kwamba nanyi mtazitesa nafsi zenu, mtazitesa nafsi zenu. Lakini pia akasema kitu kingine, anasema mtasogeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Mtasogeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto, kwa njia ya moto. Sasa tukisoma hii sehemu kwa uchambuzi kwamba jambo la kwanza walitakiwa kutesa nafsi zao katika siku hiyo ya upatanisho. Walitakiwa kutesa nafsi zao. Jambo la pili ilikuwa ni kusogeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Kusogeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Lakini pia walikuwa hawatakiwi kufanya kazi yoyote. Lakini pia ilikuwa ni siku ya kujichunguza sana. Siku ya mfungo, kumlilia Bwana. Ilikuwa ni siku ya mfungo, watu wanamlilia Bwana. Na ukiendelea hapa chini, Mungu anasema kwamba ambaye alikuwa atekelezi maagizo aliyosema alikuwa anakatiliwa mbali, yani anauliwa. Sasa katika siku za kawaida za huduma ya kuhani anapofanya pale kwenye hekalu, kulikuwa kuna sadaka za dhambi ambazo zilikuwa zinatolewa. Hizi sadaka Mungu aliruhusu kwamba kuhani azile. Walawi 6:24 hadi 26 anasema, Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe, waambie, amri ya hiyo sadaka ya dhambi ni hii: mahali hapa pachinjwapo sadaka ya kuteketezwa, ndipo itakapochinjwa sadaka ya dhambi mbele za Bwana, ni takatifu sana. 26. Huyo kuhani atakayeisogeza kwa ajili ya dhambi ndiye atakayeila. Italiwa katika mahali patakatifu, katika hua wa hema ya kukutania. Kwa kwenye fungu la 26 Mungu anatoa maelekezo ya sadaka ya dhambi ambayo zilikuwa zinatolewa kila siku. Twende pia na kitabu cha fungu la 29 anasema, kila mwanamume miongoni mwa makuhani atakula katika hiyo, ni takatifu sana, takatifu sana. Sasa mafungu mengine ni hayo, utayasoma. Lakini pia ilipokuwa inafika siku ya upatanisho, makuhani hawakuruhusiwa kula sadaka ya dhambi. Tusome Walawi 6 fungu la 10. Walawi 6 fungu la 10 inasema, naye kuhani atavaa nguo yake ya kitani na suruali zake za kitani atazivaa mwilini mwake. Naye atayazoa majivu ambayo huo moto umeiteketeza sadaka juu ya madhabahu. Kisha ataweka kando madhabahu. Walawi 23:27. Lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7 ni siku ya upatanisho, itakuwa kusanyiko takatifu kwenu. Nanyi mtazitesa nafsi zenu, nanyi mtasogeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Kwa hiyo siku zile za kawaida ambazo haikuwa siku ya upatanisho, kuhani alikuwa anaruhusiwa kula sadaka ile ya dhambi. Yaani wakisha chinja walikuwa wanaruhusiwa kula. Lakini siku ya upatanisho Mungu akatoa agizo kwamba ile sadaka isiliwe, isogezwe kwa njia ya moto mpaka iwe majivu, yaani iteketezwe. Kwa siku za kawaida walikuwa wanaruhusiwa kula. Siku ya upatanisho kuhani hakuruhusiwa kula nini? Nyama. Hakuruhusiwa kula nyama. Ile sadaka baada ya kutolewa ilikuwa inateketezwa mpaka inakuwa nini?
majivu. Kwa hiyo na wana wa Israeli wakiwa nje, kuhani anapoendelea na huduma, na wao walikuwa wanatakiwa waende sambamba na nani? Na kuhani. Maana kwamba na wao ilikuwa ni siku ya kujitesa nafsi. Toka 1844 Yesu ambaye ndiye kuhani mkuu aliingia patakatifu pa patakatifu. Aliingia patakatifu pa patakatifu, sehemu ambako kuhani alikuwa haruhusiwi kula nyama. Ndio maana kopo la mana iliwekwa katika patakatifu pa patakatifu, kuonyesha kwamba huduma ya patakatifu pa patakatifu inatakiwa kuhani mwenyewe na watu wote ambao wanaingia na kuhani patakatifu pa patakatifu, sawa, wawe katika chakula cha asili. Chakula cha nini? Cha asili. Kwa hiyo nyama ililiwa katika patakatifu na kwenye ua wa nje. Kwenye ua wa nje na patakatifu, nyama ilikuwa iliwi patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo hata na sisi Waadventista wa Sabato, Yesu ameingia patakatifu pa patakatifu toka 1844. Kila ambaye anaitwa Mwadventista Msabato hatakiwi, sio ombi, hatakiwi kula nyama. Na unapozungumzia habari za nyama, tusome Wakorintho wa kwanza sura 15 fungu la 39. Anasema nyama yote si nyama moja, ila nyingine ni ya wanadamu, nyingine ni ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Kwa unapozungumzia nyama, ni jamii yote ya vyakula ambavyo havitokani na udongo. Kwa Waadventista wa Sabato toka 1844 hakuna ambaye anaruhusiwa kula nyama. Kwa nini? Kuhani alipokuwa anaingia patakatifu kwa patakatifu hakuruhusiwa kula nyama, na wote waliokuwa nje na wao walikuwa hawaruhusiwi kula nyama. Sasa Yesu anasema kwamba mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo na mtumishi wangu ndipo atakapokuwapo. Kwa ikiwa sisi tunasema kwamba tunahubiri ujumbe wa malaika watatu, lakini huku tunakataa maelekezo ambayo yanatakiwa yafuatwe kwenye ujumbe wa malaika watatu, ikiwemo na huduma ya patakatifu pa patakatifu, swala la ulaji wa nyama, hiyo haitakiwi. Kuhani alikuwa haruhusiwi, na watu nao wa huku nje nao waliambiwa hivyo hivyo. Kwa rafiki yangu, kama ulikuwa uelewi, kula nyama kwa wakati huu si salama kwa maisha ya kiroho ya mtu anaenda mbinguni. Kwa ni lazima turejee chakula cha asili. Kwa Mungu anatutaka turejee chakula cha asili. Kwa hiyo kuhani kuruhusiwa. Kwa kama kuhani kuruhusiwa, patakatifu kwa patakatifu wote ambao wanategemea kutiwa muhuri wanatakiwa warejee kwenye chakula cha asili. Ndicho Mungu anachomaanisha. Sasa ikiwa unakula nyama alafu unategemea kutiwa muhuri, sasa kuna watu wameacha kula nyama lakini ni wazinzi, lakini ni wezi, ni wasengenyaji, hao nao watakosa muhuri wa Mungu. Bwana kubariki. Karibu tena kwa somo lingine.